Hujambo na karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Tunaendelea kukufahamisha nini kinajiri katika ulimwengu, lakini tumtazame tena Rais wa Urusi Vladimir Putin ambaye amekanusha madai ya nchi za magharibi kwamba Urusi inapanga kushambulia nchi za Ulaya, akisema Moscow iko tayari kurasimisha hili katika dhamana iliyoandikwa ya usalama. Mataifa ya magharibi kwa mara kadhaa yamekuwa yakieleza juu ya tishio kubwa kutoka kwa Urusi. Mara nyingi mataifa kama vile Ujerumani, lakini pia Poland na hata Ufaransa na Uingereza yamekuwa yakieleza hadharani juu ya kuhakikisha yanakuwa na majeshi makubwa zaidi kutokana na tishio linalokuja mbele yao la Urusi. Mataifa hayo pia yamesema kwamba baada ya Urusi kumaliza vita vyake huko nchini Ukraine, mataifa ya Ulaya jiandae kwa ajili ya vita dhidi ya Urusi. Hata hivyo, viongozi wa Umoja wa Ulaya wameongeza tishio lao kwa Urusi kwa manufaa ya kisiasa ya ndani na kwa maslahi ya sekta zao za ulinzi. Putin aliuambia mkutano wa waandishi wa habari mnamo Alhamisi kufuatia ziara yake nchini Kyrgyzstan. Amesema Rais Putin kusema kwamba Urusi inapanga kushambulia Ulaya kwa ajili yetu, hiyo inaonekana kuwa ya ujinga. Sivyo, hatujawahi kupanga kitu kama hicho, alibainisha. Lakini ikiwa wanataka kusikia kutoka kwetu, sawa, tutaandika. Hakuna shida, alimaliza hivyo Rais wa Urusi Vladimir Putin. Rais huyo alimaanisha kwamba ikiwa mataifa ya magharibi yatamua kufanya mashambulizi au yatataka vita na Urusi, Urusi itakuwa tayari kujibu. Rais huyo alipendekeza kwamba viongozi wa Europa wanaweza kujaribu kuunda udanganyifu kwa watu wao au kuhudumia kampuni zao za ulinzi. Labda wanajaribu kuunga mkono viwango vyao vya kisiasa kutokana na hali ya kusikitisha ya uchumi wao, lakini machoni petu bila shaka ni upuuzi tu, ni uongo kamili, alisema rais huyo wa Urusi Bwana Vladimir Putin. Amegundua kuwa maoni kama haya yamesisitizwa katika ufahamu wa umma wa magharibi. Aliongeza kuwa ikiwa Ulaya inataka uhakikisho rasmi kwamba Urusi haina mipango ya fujo, basi tutakuwa tayari kufanya hivyo, alisema Rais Putin. Moscow imekanusha mara kwa mara madai kwamba inapanga kushambulia nchi za Umoja wa Ulaya, ikisema madai yoyote kama hayo yanatumiwa na wanasiasa wa Ulaya kuwatia hofu watu na kuhalalisha ongezeko la matumizi ya kijeshi. Urusi pia imesema inajilinda katika mzozo wa Ukraine, ikishutumu NATO kwa kuchochea uhasama huo. Putin alisema hapo awali kwamba wale wa magharibi ambao wanaendelea kukuza upuuzi juu ya madai ya nia ya uchokozi ya Moscow hawana uwezo au sio waaminifu. Licha ya mchakato wa amani unaoendelea katika mzozo wa Ukraine uliopitishwa na Rais wa Marekani Donald Trump, EU imeendelea kutoa silaha kwa Kiev na imechukua hatua za kujimarisha kijeshi, ikiwa ni pamoja na kuidhinisha euro bilioni 800 sawa na dola bilioni 910 katika kile kinachoitwa Rearm Europe Plan. Hata hivyo, kutokana na hayo, Rais wa Urusi Vladimir Putin amehakikishia mataifa rafiki kwamba silaha za Urusi zilizojaribiwa katika vita zitapatikana kwa wanachama wenzake wa muungano muhimu wa usalama wa kikanda. Wanachama wa shirika la mkataba wa usalama wa pamoja CSTO, ambalo pia linajumuisha mataifa kama vile Belarus, Armenia, Kazakhstan, Kyrgyzstan na Tajikistan, wanaweza kufaidika na vifaa vya kijeshi vilivyothibitishwa na Urusi, alisema katika mkutano huo na viongozi huko Kyrgyzstan. Hata hivyo, aliahidi kwamba Moscow itafanya kazi ili kuimarisha utayari wa vikosi vya kukabiliana na haraka vya CSTO katika mwaka ujao, wakati Urusi ikichukua wenyekiti wa zamu wa shirika hilo. Tunapendekeza mpango mkubwa wa kurejesha vikosi vya pamoja na silaha za kisasa za Kirusi na vifaa ambavyo vimeonyesha ufanisi wa hali ya juu katika mapambano huko Ukraine. Wakati CSTO kijadi inaangazia kupambana na ugaidi na operation dhidi ya dawa za kulevya, Putin alisisitiza kuwa mfumo wake wa ulinzi wa pamoja unazidi kuwa muhimu katika ulimwengu wa kisasa, kuhakikisha uongozi wa kundi hilo katika teknolojia ya kijeshi. Alisema itakuwa moja ya malengo muhimu ya Moscow wakati wa unyekiti wake. Urusi imepanua tasnia yake ya ulinzi na kuharakisha uvumbuzi katika maeneo kama vile ya kivita, ikiwa ni pamoja na ugunduzi wa vifaa vipya vya kijeshi kama drone, lakini pia na hata makombora ya kisasa ya kizazi cha 5. Mtazamaji wa The World News, endelea kutufuatilia, lakini usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana hapa The World News. Naitwa Dam Hussein.